Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuisambaratisha Iran ikiwa makubaliano kati yao hayatafikiwa. Trump ametoa kauli hiyo mnamo wakati makubaliano tete ya usitishaji vita kwa muda yakiendelea kuwa katika hatari ya kuvunjika, na sababu nyingine ikiwa ni shambulizi ya droni dhidi ya nchi za Ghuba ambazo ni washirika wa Marekani. Washington, ambayo imekuwa kwenye mzozo na Iran tangu vikosi vya Israeli na Marekani vilipoanzisha mashambulizi mwishoni mwa mwezi Februari, imekuwa ikijizatiti kuvunja mkwamo wa mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo huo bila mafanikio kamili. Mzozo huo ambao umetanuka kote Mashariki ya Kati umesababisha bei ya nishati kuendelea kupanda ulimwenguni kote. Mnamo Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii Truth Social kwamba wa Iran muda unayoyoma na wanapaswa kuchukua hatua ya haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo. Pande hizo mbili zimekuwa kwenye mazungumzo huku Pakistan ikiwa mpatanishi, lakini mazungumzo hayo yameshindwa kuleta mafikiano ya kudumu kando na makubaliano tete ya kusitisha mapigano kwa muda mfupi. Makubaliano ambayo yalijaribiwa tena kutokana na mashambulizi mapya dhidi ya nchi za Ghuba siku ya Jumapili. Saudi Arabia iliripoti kudungua droni 3 zilizokuwa zikiingia nchini humo kutoka Iraq. Umoja wa Falme za Kiarabu pia ilisema shambulizi la droni lilisababisha moto katika kiwanda chake cha nishati ya nyuklia Barakah. Kauli ya mshauri wa urais wa UAE Anwar Gargash ilitazamwa kuilenga Iran na makundi yanayoshirikiana nayo pale aliposhutumu shambulizi hilo ambalo kando na kusababisha moto halikusababisha majeruhi au hasara ya viwango vya mionzi. Kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, Gargash aliandika, magaidi walioshambulia kituo cha Barakah, iwe moja kwa moja au kupitia mawakala wao, ni kuzidisha athari ya mzozo. Baadhi ya makundi yenye silaha kama droni na yanayoungwa mkono na Iran yapo Iraq. Aidha, wanamgambo wengine washirika wa Iran ikiwemo Wahouthi huko Yemen pia wanamiliki droni miongoni mwa zana nyingine. Basi kwa kupata habari zaidi jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.